Mtayarishaji wa muziki kutokea nchini Tanzania, Fox Medit, anawataka hasa waandishi wa nyimbo waweke wazi kuwa ni kazi zipi ambazo wamekwenda kuzifanya tayari, na hii inaweza kuwa ni hoja kubwa kabisa. Lakini chanzo cha tatizo sio kelele, sio maneno ya Instagram na sio kutajana kwenye interview. Tatizo ni kutokuwepo kwa majina ya waandishi kwenye metadata za nyimbo. Mfano, Cry Frank hapa amesema kwamba metadata ilivyo moyo wa biashara ya muziki duniani ndiyo inayoamua kama mwandishi atalipwa, kutambulika, kulindwa au hata kusaulikwa. Kwa sababu majukwaa yote ya muziki usoma rasmi taarifa za wimbo. Kwa mfano, kujua mwandishi ni nani, kujua mtunzi ni nani, mtayarishaji, aliyepiga gitaa, besi, piano na aliyefanya vocal, au mchango wowote ule uliohusika katika kuweza kuandaa project na kuikamilisha kwa ujumla. Na hapa ndipo unapokuja utofauti sasa wa hizi digital platform ambazo wasanii wanatumia katika kusambaza kazi zao na kuuza na kuweza kupata mapato kiujumla. Kwa mfano Spotify, Boomplay, Apple Music na YouTube, mawakala wa uchapishaji wa kukusanya mapato huamua nani analipwa nini. Ukikosa jina hapa, hata ukilalamika miaka 1000 hutobadili historia. Yani amewataka waandishi wa nyimbo kwamba wao wanalalamika kuhusiana na kuwekwa au kutajwa majina yao kwenye metadata za wimbo au za nyimbo husika. Kinyume na hapo watazidi kulalamika tu na hakuna ambacho wataweza kukibadili.